Simon Lake mwenye umri wa miaka 32 alishambuliwa vikali na mbwa wake aina ya Pitbull ndani ya nyumba yake ya kupanga huko San Antonio mapema mwaka huu. Ripoti zinaeleza kuwa shambulio hilo lilidumu kwa dakika 23 ambapo mbwa huyo aling'oa mkono wake na kusababisha majeraha makubwa ya ndani. Alifariki dunia siku 4 baadaye hospitalini, siku ambayo ingekuwa ni siku yake ya kuzaliwa miaka 32. Idara ya huduma za ulinzi wa wanyama Animal Care Service ilimchukua mbwa huyo na baadaye iliamua kumuua ili kumaliza hatari. Mmiliki mwenza wa mbwa huyo amekabiliwa na makosa kadhaa ya kisheria ikiwemo kushindwa kumchanja mbwa na kutomwekea kifaa cha utambulisho wa kielektroniki microchip. Matukio ya aina hii yanaendelea kujitokeza mara kwa mara na kulazimisha mjadala mzito katika jamii. Upande mmoja unasema kuwa baadhi ya aina ya mbwa zina hatari ya asili na zinapaswa kudhibitiwa au kupigwa marufuku kwa ajili ya usalama wa umma. Upande mwingine unasema tatizo si aina ya mbwa bali ni uzembe wa wamiliki, kukosekana kwa mafunzo sahihi ya ulinzi hafifu na kushindwa kufuata sheria za misingi za ustawi wa wanyama. Msiba huu unaonyesha kwa namna ya wazi gharama kubwa ya kibinadamu inayotokea pale umiliki wa wanyama wa kufugwa wanapokosa uwajibikaji na pale mifumo ya usimamizi wa sheria pamoja na utekelezaji wake inaposhindwa kulinda usalama wa watu na jamii kwa ujumla. Pia unaibua mjadala wa kina wa kisayansi na wa hoja kuhusu namna jamii zinaweza kuwalinda watu huku zikihakikisha wanyama wanatendewa kwa wajibikaji bila kugeuza huzuni kwa sera zinazotokana na hofu. Je, mtazamo wako ni upi hapo chini kwenye comment? Muhimu sana. Mimi ni Mr. Baro, the Full Blackman _ the world wide on this man name. Pia ukiniita Crash Dada kutakujikosea na utakujopotea.